Hapa kocha Pedro Gonçalves kichwa kitakuwa kinamuuma. Jana muda amefunga na kuasisti. Duke ameingia kambani na performance bora. Damaro kafunga na kudhibiti eneo lote la kiungo. Bado kuna Musa Balakonte aliyetoka kuonesha uwezo mkubwa Mapinduzi. Nusu ya msimu eneo la kiungo lilikuwa halina mwenyewe. Nao vita imekuwa kubwa na maamuzi ni Pedro Gonçalves. Wapi wawili wa kwenda nao kati ya Conte, Musa Conte, Duke Abuya, Mudathir Yahya pamoja na Damaro Kamara. Kocha Pedro Gonçalves anajikuta kwenye hali ambayo makocha wengi huota kuipata, lakini ikitokea kwa vitendo inageuka kuwa mtihani mkubwa wa kiufundi kwenye kikosi chake. Ana Damaro Kamara, Duke Abuya na Mudathir Yahya, wachezaji watatu ambao wote wanakiwasha kweli kweli, wote wanahitaji nafasi ya kuanza mechi na wote wana uwezo wa kubadili mechi. Changamoto ya kwanza kwa Pedro Gonçalves ni nafasi wanazocheza. Hawa wote wanapenda maeneo yanayofanana katikati ya uwanja, kati ya kiungo mkabaji na mshambuliaji au namba 8 hadi 10. Hapa ndipo kichwa cha kocha kinapoanza kuuma. Kumweka mmoja benchi maana yake ni kumkosa mwingine ambaye anaweza kuamua mchezo kwa pasi moja, shuti moja au harakati ya moja ya akili. Damaro Kamara ni mchezaji mwenye nguvu ya mwili, stamina na nidhamu ya kiufundi. Anaweza kucheza kama box to box, akasaidia ulinzi na pia mashambulizi. Tatizo lake sio uwezo. Tatizo ni kwamba anahitaji mfumo unaomruhusu kukimbia na kugusa mpira mara nyingi. Ukimfunga sana unampunguza makali. Duke Abuya kwa upande wake ni mchezaji wa akili ya juu. Anapenda mpira mguuni, anajua kupenyeza, ana pasi za hatari na anaweza kufunga timu ngumu kwa sekunde chache. Lakini Abuya anahitaji uhuru, akikosa nafasi ya kuamua mchezo anaweza kupotea kwa dakika nyingi, jambo linalompa kocha shinikizo kubwa. Je, nimvumilie au nimtoe? Halafu kwa Mudathir Yahya, mchezaji ambaye mashabiki wanampenda kwa sababu ya moyo, nidhamu na uelewa wa nembo ya klabu. Mudathir anaweza kucheza maeneo mengi, ana press, ana kasi na anaelewa falsafa ya Yanga. Changamoto kwake ni kwamba mara nyingi anaonekana kama chaguo la usalama, lakini si rahisi kumtoa kwenye kikosi cha kwanza bila kuharibu balance ya timu. Sasa kocha Pedro anabaki na maswali magumu. Aanze wote watatu, hatari ya kupoteza balance ya ulinzi ipo. Aanze wawili, yule watatu atakuwa na pressure ya benchi na mashabiki watahoji. Amwache mmoja kabisa, hilo linaweza kuathiri morali ya mchezaji na ushindani wa ndani. Changamoto nyingine kubwa ni matarajio ya mashabiki. Kila mmoja kati ya hawa ana kundi lake la mashabiki. Akikaa benchi Damaro atasema kocha hana macho ya soka. Akikaa Abuya watasema ana huo ubunifu. Akikaa Mudathir watasema anadharau mchezaji wa kizalendo mwenye moyo wa klabu. Hii ni pressure ambayo haionekani kwenye karatasi, lakini huishi kichwani mwa kocha kila siku. Lakini pia huu ni ubariki mkubwa. Ushindani huu unalazimisha kila mchezaji kufanya mazoezi kwa umakini, kupambana kila dakika anayopewa, kujua kwamba nafasi si mali yake bali ni ya kushindaniwa. Kocha Pedro atalazimika kuwa mtaalamu wa rotation, kusoma aina ya mpinzani na kujua ni nani afai zaidi kwa kila mchezo. Mechi kubwa zinahitaji uzoefu na utulivu. Mechi ndogo zinahitaji nguvu na kasi na nyingine zinahitaji ubunifu wa hali ya juu. Kwa ujumla, ndiyo Pedro atakuwa na wakati mgumu sana, lakini huo ni wakati mgumu wa kocha mkubwa kama ataweza kusimamia haki, mawasiliano na mfumo wake bila kupendeleo. Basi hawa watatu wataweza kuwa nguzo ya mafanikio ya Yanga msimu huu. Si tatizo. Mwisho wa siku timu kubwa haijengwi kwa kuwa na mchezaji mmoja bora, inajengwa kwa kuwa na wachezaji wengi wanaogombania nafasi moja. Na mtazamaji wetu wa Malikia wa Soka, endelea kutufuatilia. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu. Malikia wa Soka atakuletea taarifa mbalimbali za kimichezo. Kumbuka kuwa weekend hii Young Africans ina kibarua dhidi ya National Al Ahly huko Misri Cairo, huku wekundu wa Msimbazi Simba
wakikata upepo mpaka huko Tunisia, wakienda kukipiga dhidi ya Esperance de Tunis. Michezo hiyo itakuwaje? Hali itakuendelea hapa katikati mpaka kufikia katika michezo hiyo. Malkia wa soka atakuletea updates mbalimbali kwa umakini zaidi. Tutafuatilia taarifa mbalimbali hizo ambazo zinakwenda kutokea. Young Africans akiwa na pointi 4 tayari, akiwa ameshika nafasi ya pili, huku mpinzani wake National Al Ahly akiwa namba 1 akiwa na alama 4 tofauti ya mabao ya kufunga na kufungana. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba Sport wao wanaburuza mkia wakiwa wamefungwa michezo miwili tayari katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Walifungwa goli moja na Petro Atletico de Luanda, huku wakienda kufungwa 2-1 dhidi ya Stade Malien huko nchini Mali. Nini kitakwenda kutokea katika upande wa wekundu wa Msimbazi? Endelea kusalia na Malkia wa Soka. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.